Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa watu wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Leo kama kila mmoja anavyojua, siku ya wanawake duniani, leo ndio kilele chake. Nami nimesikia kwamba nije na ujumbe kwako kuhusiana na mwanamke leo hii, kulinganika na siku ambayo iko siku ya kimataifa, siku ya kiulimwengu. Basi isikie hii habari na wewe ipate kukusukuma, mwanamke mwenzangu ambaye unasikiliza na kufuatilia channel yangu. Basi na kuomba usikilize haya, uende pamoja na mimi tuone jinsi ambavyo mwanamke unaweza, mwanamke anaweza. Mungu alituumba na aliweka uwezo na akatuwezesha yeye kufanya mambo makubwa. Kwa hiyo ninahitaji uende pamoja nami nikusomea habari hii katika Biblia. Tuende pamoja, mwanamke ukutie nguvu, ukutie moyo pale ulipo, mahali ambapo ulikuwa umevunjika moyo, uliona kama uwezi, labda umechoka, ulijiona wewe ni kiumbe kidhaifu, usichoweza, usiyeweza kufanya chochote. Lakini leo nataka tunapoimalizia hii siku ya tarehe 8, basi umalizie ukiwa unajua kwamba Mungu alikuumba kwa kusudi, na alikuumba akijua kwamba unaweza kufanya mambo makubwa. Unaweza kufanya mambo ambayo sio ya kawaida kwa jamii hii inayokuzunguka, hata kwa nchi yako ya Tanzania, kwa kanisa la Mungu. Unaweza kufanya mambo ya kuweka rekodi. Unaweza kufanya mambo makubwa na mambo ya kumtukuza Mungu. Cha msingi ni wewe kujivisha roho ya uhodari, kujivisha roho ya ujasiri. Kauli mbiu ya serikali tumeisikia, wanasema mwanamke, wanawake na wasichana 2025 ni kudumisha haki, usawa na uwezeshaji. Na mimi najua kwamba mwanamke unaweza. Basi tuende katika neno la Mungu. Acha niombe. Mungu, ninakushukuru sana kwa ajili ya siku hii ya wanawake duniani, siku ambayo umeifanya. Yesu Kristo, ninakukaribisha sana kwa ajili ya kuwasaidia wanawake, kuwatia moyo wale waliokata tamaa, waliokatishwa tamaa na kuona ya kwamba hawawezi, wale ambao walifikiria kwamba wao wako chini. Bwana Yesu, siku hii ya leo ninakuomba uwainue, wacha waone ya kwamba uliwaumba kwa kusudi na ukiwa na mpango maalum kwa ajili yao, na kila mmoja akajitambue na kusimama katika nafasi yake. Kwa dakika chache hizi, Bwana, utuhudumie wanawake katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Neno la Mungu nalisoma kutoka Waamuzi mlango wa 4. Waamuzi mlango wa 4 nitaisoma yote, mlango huu wa 4 wote, nisikilize tu utanielewa, sitakuwa na maelezo mengi, lakini sikiliza. Waamuzi, kitabu cha Waamuzi mlango wa 4 na usoma mistari yake yote. Imeandikwa hivi: hata alipokufa Ehudi, wana wa Israeli wakafanya yaliyo maovu tena mbele za macho ya Bwana. Bwana akawauza na kuwatia katika mkono wa Yabini, mfalme wa Kanaani, aliyetawala huko Hazori, na Sisera aliyekaa katika Heroseti na wa mataifa, alikuwa amiri wa jeshi lake. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, kwa kuwa Sisera alikuwa na magari ya chuma 900. Acha nirudie mstari wa 3. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, kwa kuwa Sisera alikuwa na magari ya chuma 900, naye akawaonea wana wa Israeli kwa nguvu muda wa miaka 20. Basi Debora nabii, mkewe Lepidoti, ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule, naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Beteli, katika nchi ya vilima vya Efraim. Wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue. Huyu akatuma mtu akamuita Baraka wa Abinoamu toka Kadesh Naftali, akamwambia, je, Bwana Mungu wa Israeli hakutoa amri akisema, enenda ukawavute kwako huko katika mlima wa Tabor watu 10,000 wa wana wa Naftali na wana wa Zabuloni? Nami nitakuvutia Sisera, amiri wa jeshi lake Yabini, hata mto wa Keshon pamoja na magari yake na wingi wa watu wake, nami nitamtia mkononi mwako. Baraka akamwambia, kama utakwenda pamoja nami ndipo nitakwenda, bali kama hauendi pamoja nami, mimi siendi. Basi akasema, hakika nitakwenda pamoja nawe, lakini
utakayoiendea haitakupatia heshima wewe, maana Bwana atamuuza Sisera katika mkono wa mwanamke. Debora akainuka akaenda pamoja na Baraka mpaka Kadesh. Baraka akawakutanisha Naftali na Zabuloni waende Kadesh, wakakwea watu 10,000 wakimfuata. Debora naye akaenda pamoja naye. Basi Heberi Mkeni alikuwa amejitenga na Wakeni, yaani wana wa Hobabu shemeji yake Musa, akaipiga hema yake mbali penye mwaloni ulioko Saanaim karibu na Kadesh. Watu wakamwambia Sisera ya kwamba Baraka mwana wa Abinoadamu amekwea kwenda mlima wa Tabori. Sisera akayakusanya magari yake yote na magari ya chuma 900 na watu wote waliokuwa pamoja naye toka Haroseti wa mataifa mpaka mto wa Kishoni. Debora akamwambia Baraka, haya inuka, maana siku hii ndio siku ambayo Bwana amemtia Sisera katika mkono wako. Je, Bwana hakutoka atangulie mbele yako? Basi Baraka akashuka katika mlima wa Tabor na watu 10,000 wakamfuata. Bwana akamfadhaisha Sisera na magari yake yote na jeshi lake lote kwa makali ya upanga mbele ya Baraka. Basi Sisera akashuka katika gari lake akakimbia kwa miguu, lakini Baraka akayafuatia magari na jeshi hata Heroseti na wa mataifa, na hilo jeshi lote la Sisera likaanguka kwa makali ya upanga, hakusalia hata mtu mmoja. Lakini Sisera akakimbia kwa miguu, akaifikiria hema ya Yaeli mkewe Heber Mkeni, kwa maana palikuwa na amani kati ya Yabini mfalme wa Hezron wa Hazori na nyumba ya Heberi Mkeni. Yaeli akatoka kwenda kumlaki Sisera, akamwambia, karibu bwana wangu, karibu kwangu, usiogope. Akakaribia kwake hemani, naye akamfunika kwa bushuti. Akamwambia, tafadhali nipe maji kidogo ninywe, maana nina kiu. Akafungua chupa ya maziwa akampa kunywa, akamfunika. Naye akamwambia, simama mlangoni pa hema, kisha itakuwa mtu awaye yote akija na kuuliza akisema, je, yupo mtu hapa? Basi mjibu, la, hapana. Ndipo Yaeli mkewe Heberi akatoa kigingi cha hema, akashika nyundo mkononi mwake, akamwendea polepole, akamtia kile kigingi katika kipaji chake, nacho kikapenya hata kuingia mchangani, kwa maana usingizi mzito ulikuwa umemshika. Basi akazimia akafa. Na tazama, Baraka alipokuwa akimfuatia Sisera, Yaeli akatoka ili kumlaki, akamwambia, njoo nami nitakuonyesha yule mtu unayemtafuta. Basi akamwendea, na tazama, Sisera amelala humo amekufa, na hicho kigingi kilikuwa kipajini mwake. Basi hivyo Mungu akamshinda Yabini mfalme wa Kanaani mbele ya wana wa Israeli siku hiyo. Mkono wa wana wa Israeli ukazidi kupata nguvu juu ya Yabini mfalme wa Kanaani, hata walipokuwa wamemwangamiza Yabini mfalme wa Kanaani. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe sana. Nimekusomea mlango huu mrefu wote, mlango wa Waamuzi 4, lakini nilitaka uone mwanamke Yaeli na Debora walivyofanya kazi. Wanawake hodari hawa, hawakuogopa vita, hawakuogopa mfalme, hawakuogopa majeshi, hawakuogopa magari 900 yaliyokuwa ya chuma, yaliyokuwa yanafanya vita. Walijituliza, walikalia siti na wakatoshea, na wakatulia na wakasubiri wakati wa Bwana. Wacha niwaambie wanawake wa Tanzania mnaonisikia leo, wanawake ulimwenguni mnaonisikia leo, wacha niwaambie wanawake kwa dini zenu zote ya kwamba mwanamke pamoja na Mungu anaweza. Mwanamke pasipo Mungu huwezi kitu, huna chochote. Lakini tuangalie mfano wa Yaeli, tuangalie mfano wa Debora. Mungu alimweka kuwa mwamuzi wa taifa la Israeli. Alikuwa nabii wakati ule, wasingeenda vitani bila kumsikia Debora anasema nini. Wacha nikwambie mwanamke, Mungu amekuweka kusaidia familia. Mungu amekuweka uilee familia. Mungu amekuweka ulee hiyo nyumba ambayo Mungu amekupa. Ni wajibu wako wewe kuwa ndiye nabii wa nyumba yako. Wewe ndio unayetakiwa kuishikilia nyumba yako. Neno lako nalisikike, neno lako nalifanye kitu kwa
familia. Ndio maana Biblia inatuambia pia katika Mithali ya kwamba umlee mtoto katika njia impasayo, nayo hata iacha hata atakapokuwa mzee. Ninataka nikuambie, mshika neno la Mungu vizuri, ishi katika neno la Mungu. Nakwambia mwanamke, pamoja na Mungu unaweza. Mwanamke bila Mungu wewe si chochote. Inawezekana ukadharaulika, inawezekana ukawa huna thamani yoyote kwa familia unayoishi, inawezekana ukaonekana wewe sio chochote katika jamii inayokuzunguka, lakini pamoja na Mungu utaheshimika. Pamoja na Mungu atakayejaza akili yako, atakayejaza ufahamu wako, ukae vizuri, uwe na hekima, uweze kuwasaidia wengine, uweze kuatia akili wengine, uwashauri wengine ya wapasayo kutenda. Nataka nikuambie, wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni mtu uliyejaa uhodari. Mwenzetu Yaeli alimkaribisha adui mfalme wakati anakimbia kwenye vita. Yaeli anamsubiria hemani. Alipokimbia kufika kwake, Yaeli akamkaribisha vizuri, akamuweka ndani. Jambo moja nataka uone akili ya Yaeli, wewe mwanamke mwenzangu. Yaeli alipoombwa maji na yule mfalme aliyemlaza akamfunika na bushuti, akamwambia naomba maji. Akamwambia umekuja kwenye 18 ya kwangu. Mimi ni mwanamke ninayejua mbinu za kivita. Leo nitakumaliza mimi peke yangu humu ndani, hata kama wewe ni mwanamume. Akampatia maziwa, akafungua chupa ya maziwa, akampatia huyu mfalme. Kwa nini alimpatia Sisera maziwa badala ya maji? Mwanamke akili kichwani. Mwanamke alikuwa anajua ya kwamba huyu baba alivyochoka na kukimbia kwenye vita, nikimpiga na chupa ya maziwa huyu atalala usingizi mzito, na mimi hapo nitamaliza ishu yangu. Haleluya! Mwanamke ukiwa pamoja na Mungu, umejaa akili, umejaa ufahamu, utailea familia yako katika njia ipasayo, utamtunza mme wako, utatunza hata serikali yako. Mwanamke ukijaa akili, ukijaa ufahamu, mwanamke ukijaa hekima, taifa linakuangalia. Angalia hata mama yetu Samia, jinsi ambavyo anaiongoza serikali ya Tanzania, mambo makubwa ambayo mama anafanya. Mwanamke jasiri aliyesimama, anaongoza katika taifa, anaongoza mataifa yanamfahamu. Amepewa awadi ngapi kwa ajili ya ujasiri na mambo makubwa ambayo yameyafanya. Mwanamke jasiri, hodari, aliyesimama na kuongoza. Leo hii mwanamke wa Tanzania hupaswi kusema siwezi. Leo hii wewe mwanamke ambaye ni Mkristo, Muislamu, wa dini yoyote, hupaswi kusema siwezi. Wanawake tunaweza. Yeyote ambaye anafanya bila Mungu, huyo hawezi. Acha nikwambie mwanamke, fanya pamoja na Mungu. Mshirikishe Mungu mambo yako. Tembea katika neno la Mungu. Tembea katika maadili ya kimungu. Utakuwa mwanamke mwenye heshima, utakayeheshimika kwenye jamii. Utaheshimiwa na mumeo. Kama anavyosema kitabu cha Mithali, utaheshimiwa na mumeo. Mumeo atajisifia wewe. Utaheshimiwa na watoto wako. Utaheshimiwa na jamii inayokuzunguka. Kwa maana yake utaheshimiwa hata na serikali ya Tanzania. Mwanamke jiheshimu. Wewe msichana jiheshimu. Maana wewe ni mama wa kesho. Mungu alikuumba uwe mama. Wewe ni mama wa kesho. Wewe ni mama wa kesho. Na wewe ambaye ni mama leo, naitwa mama. Jitunze, jiheshimu, walee watoto vizuri. Kaa nyumbani, fanya majukumu yako, fanya kazi, angalia watoto. Usiende ukajituma kwenye biashara na ujasiriamali, kwa sababu wanawake tumeambiwa tunaweza. Ukajituma kwenye biashara ukasahau familia ikaharibika. Mwanamke angalia majukumu yako. Mwanamke kaa angalie familia. Mwanamke lea familia, ishauri familia, balance mambo yako. Mwanamke umeumbwa kubalance. Balance ratiba zako. Fanya mambo yako yote yawe 100%. Angalia mume, angalia watoto, angalia serikali, angalia biashara, angalia fedha. Mwanamke unaweza. Fanya pamoja na Mungu. Atakuwezesha, atakuwekea nguvu, atakupa usaidizi na uongozi wake.